Watu wawili waliuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa huko katika eneo la Lekila karibu na mji wa Agadir nchini Morocco baada ya vikosi vya usalama vya Morocco kufyatua risasi wakati wa jaribio la kuvamia kituo cha Jenerali wa Gendamari, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani huko nchini Morocco vimeripoti. Uongozi wa wilaya ya Inezagane Aitimelul alisema tukio hilo lilitokea siku ya Jumatano wakati waandamanaji walipojaribu kuvamia makao ya kikosi cha eneo la Royo Gendamari. Washambuliaji hao ambao waliripotiwa kuwa na silaha kali na mawe walitaka kuchukua risasi, silaha za huduma pamoja na vifaa kutoka kwenye kituo hicho. Jaribio la awali la kuwatawanya washambuliaji kwa kutumia gesi ya machozi lilishindikana. Kundi hilo lilipoimarishwa na washiriki zaidi, walifanikiwa kuvunja jengo, kutoa pikipiki 4 pamoja na gari moja na kuchoma sehemu za mali ya kikosi hicho. Wakati wa hali hiyo ambayo maafisa wa Gendamari walieleza kama tishio lililokuwa karibu, walitumia silaha zao kwa kujilinda na kusababisha vifo vya watu wawili na majeruhi zaidi. Ghasia za kitaifa huko nchini Morocco sasa zimeingia siku ya 5. Yale yaliyoanza kama maandamano yanayoongozwa na vijana yakidai huduma bora za umma yamegeuka kuwa fujo, uharibifu na mashambulizi dhidi ya taasisi za serikali, kulingana na maafisa na vyombo vya habari vya ndani. Makundi kama vile Gen Z 212 yamekuwa yakiratibu maandamano kupitia mitandao ya TikTok, Instagram pamoja na Discord. Mtandao mwingine unaojulikana kama Morocco Youth Voice pia uliwataka watu waingie mtaani, ukiyataja maandamano hayo kama mikutano ya amani yenye lengo la kuchochea mjadala kuhusu sera za kijamii. Waziri Mkuu wa Morocco Aziz Akanouch, ambaye pia ni meya wa mji wa Agadir, alikanusha madai kwamba matumizi ya maandalizi ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2030 yanapunguza fedha kwa huduma muhimu. Alisema serikali imeongeza bajeti ya afya na inajenga hospitali mpya, lakini alikiri matatizo ya muda mrefu katika hospitali kuu ya Agadir. Kwa mujibu wa shirika la habari la MAP likinukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Rachid El Khalifi, waandamanaji wamekuwa wakitumia Molotov cocktail, mawe pamoja na visu dhidi ya vikosi vya usalama. El Khalif aliripoti majeruhi ya polisi 263, raia 23 na uharibifu wa magari zaidi ya 160 pamoja na kuchoma moto na uporaji katika benki, ofisi za serikali pamoja na maduka katika miji kadhaa ikiwemo Agadir, Oujuda pamoja na Tiznit.